Naam, swali la kwanza ni kupitia sentensi lau anna rajulan tasawwafa awwala an-nahari lam yat alayhi dhuhr illa wajadtahu a'maq. Kwa tafsiri Shawshab aliyoitoa ni kupitia kanuni ya balagha iliyosema al-ista'aratul makniya, na baadaye akatoa tafsiri hiyo tuliyoisikia. Swali sasa, je, kanuni ya ista'aratul makniya kwa mujibu wa sentensi hiyo ipo na vigezo vyake vimetimia? Na kama vimetimia, tuonyeshe kigezo cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne ni kipi ambapo Shawshab ndo alivyovitumia kuweza kutoa maana iliyosikika kwenye sentensi hiyo ya alimamu Shafi'i iliyosema lau anna rajulan tasawwafa awwala an-nahari lam yati alayhi dhuhru illa wajadtahu a'maq. Tunaomba tuonyeshe kwenye ukamilifu wa vigezo vya hiyo ista'aratul makniya ambapo Shawshab ndipo alivyovipitia na kutoa maana hiyo aliyoitoa. Swali la pili, ndugu yetu Abu Hanifa, ulikisikika ukisema kwenye sentensi hiyo ya alimamu Shafi'i kanuni ya balagha aliyotumia Shawshab kwamba haiwezi katumika. Swali, je, ni mwanauchuoni gani uliyemnukuu aliyesema kanuni ya balagha ikiwa ipo kwenye sentensi hiyo imamu Shafi'i haiwezi katumika maeneo hayo? Tunaomba utupatie kitabu na ukurasa tuone ni mwanauchuoni gani uliyemnukuu aliyesema kanuni ya balagha ziipo lakini haifai kutumika kwenye maelezo hayo ya al-Imamu Shafi'i. Tunaomba mwanauchuoni huyo, au kama pia ulighafilika ukasema tu kutoka kwenye mawazo yako, pia unaweza kutusaidia katika maeneo hayo. Na baada ya kupatikana kanuni ya elimu ya balagha kama tulivyoeleza katika swali la kwanza, mathalan akawa ameshapatikana mushabbahu kama ilivyo pale rajulan ndo mushabbahu, ambapo ahmak ndo anakuwa lawazimu mushabbahu bihi, mushabbahu bihi ameondoshwa, lawazimu yake anakuwa ndo ahmak, alafu katuletea na yule adadu tashbihi akaja na wajhu shabai. Baada ya kupatikana kanuni hizi kwa mujibu wa elimu ya balagha katika sentensi lau anna rajulan tasawwafa awwala an-nahari lam yati alayhi dhuhr illa wajadtahu ahmaq, maana yake yatakuwa ni yapi kwenye sentensi hii ya Imam Shafi'i kwa mujibu wa kutumika kanuni hizi za balagha tulizoziona? Kwa maana utatafsiri tumuone mushabbahu ni yupi, mushabbahu bihi ambapo hayupo amewekwa lawazimu yake ahmaq, adadu tashbihu tulete, wajhu shabahu tulete. Maana sasa yatakayopatikana kwenye sentensi hii alimamu Shafi'i ni itakuwa ni maana ipi kuanzia mwanzo sentensi mpaka mwisho wa sentensi kulioko na istiharatul makniya? Naam, nadhani tutakuwa mmenielewa kwa lengo la kutoa elimu na wala si kwa lengo la kuwatetea wale waliokuwa wanajaribu kuitumia vibaya sentensi hiyo na kupotosha na kujaribu kuwasema vibaya masufi kupitia sentensi ambayo haikuelekeza hilo. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni wakati wangu wa kujibu maswali yaliyoulizwa na Sheikh Shawshab adana Allahu wa iyyahu ila alhaqi. Lakini kabla sijaanza kujibu maswali hayo, nasikitika kusema kwamba Sheikh Shawshab amefanya khiana na upotoshaji katika kunukuu maswali yangu na katika kujibu. Yani swali langu mimi ambalo kwamba nimeliuliza, yeye badala ya kulinukuu lile swali kama nilivyoliuliza mimi, anapotosha, anafanya khiana, anauliza kinyume na vile ambavyo nimeuliza mimi, halafu analeta majawabu ya kiupotoshaji, bali maswali mengine hakuyajibu. Kwa hiyo hili nalibainisha, kisha ndio ninaanza kujibu maswali yake insha Allahu taala, ili watu wafahamu na waelewe kitu hiki. Na bila shaka wasikilizaji ni watu ambao wanauelewa, wana akili zao timamu, wameliona hilo kwamba amefanya khiana. Mfano, swali langu la kwanza nilimuuliza nikasema,
wewe Sheikh Shaushaba umewatia makosani mashekhe zetu kwamba eti wamekosea kutafsiri sentesi au maneno ya Imamu Shafi'i, tafsiri ya kuonesha kwamba Imamu Shafi'i amewasema vibaya masufi. Kisha nikauliza swali. Sheikh Shaushaba alipokuja kujibu, sikilizeni upotoshaji wake. Badala ya kusema kwamba angechukua kalamu na karatasi akaliandika swali langu kama nilivyouliza, hakufanya hivyo. Akapotosha, akafanya khiana, akasema hivi, ndugu yetu Abu Hanifa amesema umewatia makosani mashekhe zetu kwa upotoshaji walioufanya katika sentensi ya Imam Shafi. Akaendelea na maelezo yake. Sasa je, mimi katika swali langu nimeuliza hivi alivyonukuu yeye? Jawabu hapana. Kwa hiyo hii ni khiana ambayo ameifanya, ima kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Sawa? Na kama ni bahati mbaya vipi wakati audio ilikuwa inasikika, na kwa nini asinukuu swali langu, asiliandike alafu akauliza kama nilivyouliza mimi? Upotoshaji kwenye hili ina maana watu ambao kwamba hawakuwa makini kwenye ufuatiliaji, au watu ambao wameingia labda wakakuta mada ipo katikati, sawa, au wakakuta mimi nishauliza maswali hawakusikiliza maswali, ina maana kwamba wataelewa nini? Wataelewa kwamba mimi nimemuunga mkono yeye Shaushaba katika madai yake kwamba mashekhe zetu wamepotosha. Tumeelewana? Kwa sababu Shaushaba anasema anafanya khiana, anapotosha swali langu mimi. Anasema ndugu yetu Abu Hanifa anasema umewatia makosani mashekhe zetu kwa upotoshaji walioufanya. Maelezo haya yanaonyesha wazi kwamba kwamba nimemuunga mkono yeye kwamba mashekhe zetu wamefanya upotoshaji kwenye maneno hayo, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo hii ni khiana ya wazi kabisa na upotoshaji wa wazi. Lakini hii ni kawaida ya masufi au watetezi wa masufi. Tunavyojua sisi kwa namna tulivyowafuatilia ndugu zetu, hawana uadilifu na hawana ukweli katika kujadili. Takulijua hilo, fuatilia hata mijadala iliyofanyika na mashekhe zetu na baina ya mashekhe zetu na masufi, utaliona hilo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwenye swali la pili khiana aliyoifanya na upotoshaji, kwanza hakunukuu swali langu mimi kama nilivyouliza. Alitakiwa aandike swali langu na alisome ili asikosee. Kwa hiyo hakunukuu swali langu ambalo niloliuliza. Tumeelewana? Yeye akaja tu moja kwa moja, hakunukuu swali. Niliuliza hivi, umedai kwamba mashekhe zetu mpaka kufahamu kwamba Imam Shafi amewasema vibaya masufi kupitia maneno hayo ni kwa sababu ya kukosekana elimu tatu: mantiq, sarfa na balagha. Sasa tumekupa ushahidi. Imamu Ibn al-Jawzi amesema hivyo kuwa Imam Shafi amewasema vibaya masufi, na Imamu al-Baihaqi pia. Je, Imamu Ibn al-Jawzi na al-Baihaqi sawa, nao walikuwa hawajui mantiq, sarfa na balagha? Kwa sababu nao wamefahamu kwamba kwa maneno hayo Imam Shafi amewasema vibaya masufi. Hili ndio swali langu. Ndugu yetu alipokuja, badala ya kulinukuu swali kwanza, yeye moja kwa moja akarukia kwenye majibu na akapotosha, akasema hivi, ndugu yetu Abu Hanifa, nadhani hujamuelewa tu Imamu al-Baihaqi kwenye kitabu kile Manaqibu Shafi'i, alipokuwa ameorodhesha sentesi ambayo Imam Shafi amewasifu masufi. Mmeona hapo? Huu ni upotoshaji na hii ni khiana. Anapotosha. Kwanza kwenye swali langu sijamtaja al-Baihaqi peke yake, bali nimeanza kumtaja al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullah. Tumeelewana? Na maneno ya Imamu Ibn al-Jawzi niliyaweka kule, sawa, ambayo ndiyo maneno yaliyo wazi zaidi. Imamu Ibn al-Jawzi anasema wazi, sawa, akiwazungumzia masufi kwamba maimamu waliwasema vibaya, dhammahum khalqum min al-ulama, waliwasema vibaya kikundi cha maulama hao masufi, miongoni mwa hao al-Imamu Shafi'i kwa maneno haya. Kwa hiyo ajabu, huyu Sheikh Shaushaba hakumtaja kabisa Imamu Ibn al-Jawzi kama vile mimi sikumtaja, na hii kuonesha kwamba ndugu zetu si wa kweli, hawana ukweli wala hawana uadilifu. Ingawaje yeye anajaribu
kunibambikiza mimi sifa hiyo mbaya ambayo mimi sina, nimetakasika nayo, kwamba eti khiana, eti mimi ndo nafanya khiana, jambo ambalo sio kweli. Kwa hiyo hakumtaja kabisa Imamu Ibnul Jauzi. Na mimi kwenye swali nimewataja maimamu wawili, nimeanza kumtaja Ibnul Jauzi na nikamtaja Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kwamba hawa nao wanaeleza kwamba Imam Shafi kawasema vibaya masufi. Kwa maelezo hayo yeye akaja kurukia kwa nani? Kwa Al-Baihaqi, kwamba mimi ndio sikumuelewa Al-Baihaqi. Haya, Shaushaba akadai akasema Imamu Al-Baihaqi hajasema kuwa hajasema ni kuwasema vibaya masufi, wewe ndo umemuelewa vibaya, kwa sababu amesema aliyejinasibisha. Sasa jiulizeni na mtamuuliza kwanza, kwa nini ameishia tu kumtaja Al-Baihaqi peke yake kuanzia mwanzo wa jibu lake mpaka anamaliza, wakati mimi nimeuliza swali kuhusu maimamu wawili, Ibnul Jauzi na Imamu Al-Baihaqi. Kwa nini asimtaje Imamu Al-Baihaqi? Hapo mtaona kwamba hawa ndugu zetu wanafanya khiana na si wa kweli, kwa sababu ashaona kwamba maneno ya Imamu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ndio yako wazi zaidi kuonesha kwamba Imamu Shafi'i amewasema vibaya masufi kwa maneno hayo. Maneno ya Imamu Ibnul Jauzi hata ujaribu hayawezi kuingiliwa na ta'wili. Sasa ametosheka na Al-Baihaqi. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya Imamu Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yanaka upenyo fulani, sawa. Imamu Al-Baihaqi ameweka ta'wili fulani pale, kwa ameona kuna kaupenyo fulani kakupita hapo, ndio maana akaishia kumtaja Ibnul Jauzi kwenye jawabu lake. Ameishia kumtaja Al-Baihaqi, pamoja na kwamba si kweli. Al-Baihaqi mwenyewe anaonesha wazi kwamba Imamu Shafi'i kwa maneno yake, lau anna rajulan tasawwafa, hapa anawasema vibaya masufi. Umeelewana? Na ndio maana yeye mwenyewe Shaushaba hakujaribu hata kuyasoma maneno ya Baihaqi. Yeye anaishia kusema tu kwamba hujamuelewa vizuri Baihaqi. Na ushahidi wa hilo, tizameni Imamu Al-Baihaqi baada ya kutaja maneno haya kwamba Imamu Shafi'i amesema lau anna rajulan tasawwafa awwala an-nahar, lau kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana, mpaka mwisho. Al-Baihaqi anasema qultu innama arada bihi man dakhala fi sufiyati waktafa bilismi anil maana. Nasema hivi mimi Al-Baihaqi, si hakika si vinginevyo. Imamu Shafi'i amekusudia bihi hiyo dhamiri inarudi wapi? Sawa, ai bihadha alkalam, amekusudia Imamu Shafi'i kwa maneno hayo kuwasema vibaya wale walioingia kwenye usufi wakatosheka na jina. Akatoa na ushahidi wa maneno ya Imam Shafi'i mengine. Imam Shafi'i anasema la yakunu sufiyu sufiyan, sawa, hawi sufi kuwa ni sufi, yani sufi hawi sufi, haitu sufi na kuwa sufi mpaka yakusanyike kwake mambo mangapi? Mambo manne. Tumeelewana? Na chini Al-Baihaqi akasema wa innama arada bihi dhamma man yakunu minhum bihadhihi sifa, hakika si vinginevyo amekusudia kuwasema vibaya watakaokuwa na sifa hii, masufi watakaokuwa na sifa hii mbaya. Tumeelewana? Maelezo ya Baihaqi pia yako wazi, isipokuwa yeye maelezo yake yanaonesha wazi, yanaonesha hivi kwamba lau anna rajulan tasawwafa, haya maneno haya ni kweli Imam Shafi'i kawasema vibaya masufi, isipokuwa Al-Baihaqi anajaribu kuyafunga maneno, anaonesha kwamba lakini hawa masufi kwa ibara hii amewasema vibaya masufi, lakini sio wote. Basi, na wala hakusema Al-Baihaqi kwamba eti maneno haya yanaonesha kwamba anawasifu masufi. Si kweli. Hiki ni kitu ambacho anakizusha Sheikh Shaushaba. Hebu tumcheni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana kwamba hawa masufi na watetezi wa masufi, mara nyingi ukitaka kuwanasa hawa, labda uende kwenye mubahala, muapishane, muombeane laana ya Allah iwe juu ya muongo katika nyinyi, ndio utamnasa. Lakini watu hawa wanakuwa si wa kweli, wanababaisha mkienda kwa maneno tu. Yani anachokifanya ndugu yetu Shaushaba anafanya kama alivyofanya Yusufu Diwani kwenye mjadala uliofanyika baina yake na shekhe wetu Hassan Jamada. Sawa, maswali yanaulizwa hivi, yeye anapotosha au hanukuu maswali, anajibu anavyotaka yeye. Ndicho anachokifanya ndugu yetu Sheikh Shaushaba. Na upotoshaji mwingine kwenye swali la mwisho, mimi nimemuuliza nimemwambia tuletee kamusi yoyote au mwanachuoni yoyote aliyesema kitendo cha tasawufa kina maana ya nini? Kina maana ya kuacha usufi.
Yeye akasema eti katika wanachuoni wenye kutegemewa uliodai miongoni mwao ni hao wasarfa tulio watumia, kwa sababu mpaka wanatunga vitabu wanategemewa katika elimu hiyo, hawajakurupusha. Wametuambia kwamba katika wizani wa tafaala, moja ya maana yake ni atajannubu, kujiepusha. Kwa hiyo akarudi kwenye yale maelezo yake. Hawezi kuleta mwanachuoni gani amesema kwamba tasawwafa maana yake ni kuacha usufi, hilo hana, kabaki ngangania kule. Sasa kama ni hivyo sasa si ndio itabidi ukubali kwamba pia taallama itakuwa na maana ya kuacha kujifunza, sawa? Itabidi ukubali kwamba tawaddaa vile vile itakuwa na maana ya kuacha kutia udhu. Kama hutokubali hivi, sawa, ukiambiwa kwamba kumbe taallama pia maana yake itakuwa ni kuacha kujifunza, tawaddaa maana yake itakuwa ni kuacha kutia udhu, sawa? Ukikataa hivi, maana yake utakuwa unahitaji kwamba ni mahali gani kumetajwa kwamba taallama maana yake ni kuacha kujifunza. Kwa lazima ulete maana ya neno husika, na sio kutafuta kanuni alafu ukaibandika katika kila neno. Kwa hiyo hili ni jambo nitaka nilitangulize na watu wafuatiliaji walielewe kwamba Sheikh Shaushaba ameulizwa maswali na hawezi kuyajibu, na ndio maana amefanya khiana kunukuu maswali na pia akafanya khiana na upotoshaji kwenye majibu yake. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in watabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tunaingia katika kujibu maswali ya Sheikh Shaushaba, hadana Allahu wa iyyahu ila alhaqi. Swali lake la kwanza anasema kama nimeliandika ili nilinukuu kama alivyouliza. Anasema swali la kwanza ni kupitia sentesi, lau anna rajulan tasawwafa min awwali an-nahar lam ya'ti alayhi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaqa. Kwa tafsiri Shaushaba aliyoitoa ni kupitia kanuni ya balagha isemayo au iliyosema al-isti'aratu al-makniya, na baadaye akatoa tafsiri hiyo iliyosikika. Swali: je, kanuni ya isti'aratun makniya kwa mujibu wa sentensi hiyo ipo na vigezo vyake vimetimia? Na kama vimetimia, tuoneshe kigezo cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne ni kipi, ambapo Shaushaba ndo alivyovitumia kuweza kutoa maana iliyosikika kwenye sentensi hiyo ya al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hili ndio swali la kwanza la ndugu yetu Sheikh Shaushaba, hadana Allahu wa iyyahu ila alhaqi. Na jawabu katika hilo tunasema kwamba katika sentensi, katika maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, huko mwishoni unakodai, sawa, huko mwishoni unakodai kwamba kuna isti'aratun makniya, jawabu tunasema hakuna kitu hicho kwenye maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hakuna isti'aratun makniya, hakuna. Na wala Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala hakukusudia kwamba eti amewafananisha hao aliowataja, eti amefanya kufananisha. Hakuna kitu hicho. Kwa hiyo hakuna isti'aratun makniya, sawa. Si hiyo isti'aratun makniya, si hiyo uliosema kwenye video yako kwamba ni tashbihun balighun. Hakuna. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala hakukusudia kwamba eti alikuwa anafananisha, alikuwa anazungumzia uhalisia hasa, na wala haikuwa kufananisha wala kuwazima maneno isti'ara. Hakuna kitu hicho, hakuna kabisa. Tumeelewana? Kitu hicho hakuna. Naam, kwa sababu tashbihun balighun, sawa, au isti'aratun makniya, yote ni mambo ambayo yanachimbuka kutoka kwenye jambo la kufananisha, atashbihu, sawa. Naam, kwa ajili hiyo hakuna kitu hicho, hakuna isti'aratun makniya wala tashbihun balighun, hakuna. Naam,
tumesema kwamba kwenye maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama wanavyodai kwamba sijui huko mwishoni kuna isti'aratul makniya, kwa hiyo ndio maana umefasiri hivyo. Hiyo isti'aratul makniya hakuna. Wa ala iftiradhin, na kwa kulazimisha, hata kama hiyo isti'aratul makniya ingalikuwepo huko mwisho, bado si sahihi kutafsiri kama ulivyodai wewe. Wala hiyo isti'aratul makniya hata kama ingalikuwepo, sawa, isingalikuwa kwamba eti ndiyo kigezo cha kusema wewe eti utafsiri kwamba lau anna rajulan tasawwafa, lau kama mtu ataacha usufi. Hebu tuwe wa kweli bwana, sawa. Hiyo ni kama kwa kulazimisha, kama ingelikuwepo hiyo isti'aratul makniya huko mwisho, lakini hakuna kitu hicho, kwa sababu swala la masala isti'ara ndiyo yanapita katika mapito hayo ya tashbih, kufananisha, na nguzo za kufananisha zinajulikana, arkanu tashbih zinafahamika. Kwa hiyo baadhi ya vigezo vya tashbih vinapokuwa vimepungua, ndipo inapokuwa inapatikana hiyo isti'aratul makniya. Kwa hiyo ni jambo lile la kufananisha, na Imamu Shafi'i rahimahullah hakuwa akifananisha, bali alikuwa anazungumza uhalisia, kama nitakavyokuonesha kwamba inafahamika tokea katika zama za maimamu, kama nitakavyokuonesha maelezo yao. Wanasema sawa kwamba masufi walikuwa wakifahamika bilhamaqa, sawa, kwa upumbavu walikuwa wanafahamika kwa hilo, ilikuwa ni sifa yao katika zama hizo. Sasa mtu ambaye anapewa sifa ambayo ni ya kwake, unasemaje kwamba ile sifa inakuwa ni kufananishwa wakati kufananisha inakuwa ni kuchukua kitu hiki na kitu kingine, sawa, kitu hiki na kitu chengine ambacho kiasili vinakuwa sio vitu vyenye kufanana, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa wajhu shabahi, sawa, ndio kinakuwa kinafananisha huku na huku. Umeelewana? Kwa hiyo Imamu Shafi'i alikuwa akizungumzia ule uhalisia, hasa kwamba ni upumbavu, atakuwa mpumbavu mtu akiingia kwenye usufi asubuhi, imfika adhuhuri, haitofika adhuhuri isipokuwa atakuwa shakuwa mpumbavu. Hakuwa akikusudia kufananisha, anazungumzia kweli, kwa sababu masufi walikuwa wakijulikana kwa tabia ya upumbavu. Hebu nikupe mfano, sawa, nikupe mfano. Mtu mwenye sifa ya urefu au mtu mrefu anaitwa kwa Kiarabu at-tawil, si ndio? At-tawil maana yake ni mrefu, au naam, mtu ni mtu mrefu. Sasa unaposema mathalan, tujalie kwamba tuchukue Muhammadun tawilun, si ndio? Muhammadun tawilun, tujalie kwamba je, unaweza wakasema kwamba hapa Muhammadun tawilun kwamba hii ni tashbihun baligh, kama ambavyo unavyoweza kusema kwamba al-Qur'anu nurun? Jawabu hapana, kwa sababu huyu Muhammadi yani urefu ni sifa yake. Kwa hiyo kumpatia mtu sifa ambayo ni ya kwake yeye, huwezi kusema kwamba hapa kuna kufananisha. Tumeelewana? Haya, kwa hiyo ukirejea kwenye kitabu hiki Mulakhasu Qawaidi Lughati al-Arabiyya cha al-Imam Ayman Amin Abdul Ghani, ameeleza kwenye masala ya ilmu al-bayan, ameeleza masala yote hayo ya tashbih, sawa, na vigawanyo vyake, tashbihun balighun, sawa, na mengineyo, mpaka akafikia kuzungumzia masala ya isti'ara, sawa. Anasema kipengele cha pili, al-isti'aratul makniya ni kitu kinachoitwa al-isti'aratul makniya. Nini isti'aratul makniya? Hiya ma hudhifa fiha al-mushabbah, hiya ma hudhifa fiha al-mushabbah bihi, hiya ma hudhifa fiha al-mushabbah bihi wa dhukira shay'un min lawazimihi ma'a dhikri al-mushabbahi. Isti'aratul makniya ni ile ambayo huondoshwa ndani yake al-mushabbah bihi, mushabbah bihi anaondoshwa na kutajwa kitu katika lawazim zake, sawa, lakini mushabbah anakuwa ametajwa, anatajwa mushabbah mwenyewe anatajwa, lakini mushabbah bihi anaondoshwa. Umeelewana? Kwa hiyo bado inapita katika mapito ya tashbih, kufananisha. Sasa Imamu Shafi'i rahimahullah hakuwa akifananisha. Umeelewana? Na dalili ya kwamba hakuwa akifananisha, wanazuoni wanathibitisha kwamba masufi katika zama hizo za maimamu walikuwa wanafahamika kwa tabia ya upumbavu, ilikuwa ni sifa yao. Umeelewana?
Kwa hiyo alichokuwa anazungumzia al-Imam Shafi'i alikuwa anazungumzia kitu halisi na hakuwa akifananisha. Kwa hiyo narudia tena kusema katika maneno ya Imam Shafi'i hakuna al-isti'aratul makniya wala hakuna tashbihun balighun, hakuna vitu hivyo. Kwa hiyo kanuni zako ni kweli. Kwenye fani ya balagha kuna al-isti'aratul makniya, kuna tashbihun balighun, lakini unapozitumia si mahali pake. Sawa sawa. Anakuja kusema kwamba mfano mtu ana sifa ya kulala, mtu ana sifa ya kusinzia, ni cha usingizi, ajulikana kabisa. Afu inakuja sentensi pale, mtu anasema mfano tuseme Zaid ana tabia ya kusinzia sana, ana tabia ya kulala, akikaa kidogo basi atasinzia. Kwa hiyo isemwe sentensi kwamba lau ataita zaidan fi ayi waqtin lawajadtahu naiman. Tumeelewana? Sasa wewe kwa uelewa wako ambao si wa sawa sawa, eti kwa sababu umesoma kwamba tashbihun balighun huwa inakuja pale anapokuwa mushabbahun bihi, anapokuwa yule mushabbahu bihi ni maf'ul awwal na mushabbah ni maf'ul thani. Sawa, uje useme kwamba hapo kuna tashbihun balighun, itakuwa sio sawa sawa eti, kwa sababu huyu sawa amepewa sifa yake. Huwezi kusema kwamba kafananishwa, kwa sababu huyu sifa yake ni kusinzia na kulala ovyo, ni sifa yake. Naam, ukitaka kujua kwamba Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala wala hajatumia, hakuna isti'aratun makniya wala hakuna tashbihun balighun kwenye maneno yake, ni kwamba masufi walikuwa wakijulikana tokea zama za maimamu huko, tokea katika zama zao walikuwa wanafahamika kwa upumbavu. Yani maulama walikuwa wanajua kwamba hawa ni wapumbavu. Sawa, kama anavyosema Imamu Ibn al-Jawzi anavyotunukulia kwenye kitabu chake Talbisu Iblis. Sawa, naam, anasema wa bi isnadin an Ahmad ibn Abi عن أحمد بن أبي الحواري يقول حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول سمعت عاصما يقول ما زلنا نعرف الصوفية بالحماق إلا أنهم يستثرون بالحديث. sawa, sanadi imekwenda mpaka kwa Asim, anasema hatukuacha kuwa tukiwajua masufi kwa upumbavu, isipokuwa wao walikuwa wanajificha tu kwenye kivuli cha hadithi, lakini upumbavu ni tabia ilikuwa inajulikana kwao masufi katika zama hizo za maimamu. Tumeelewana? Kwa hiyo Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anapozungumza maneno yake hafananishi, anazungumza kitu halisi kwamba hiyo ndiyo sifa ya masufi, na mtu akipewa sifa yake ambayo yuko nayo haambiwi kwamba amefananishwa. Tumeelewana Sheikh Shaushab? Yani kwa mfano wewe ukiwa labda ni mtu ambaye kwamba ni mfupi katika nani, miongoni mwa tashbihun balighun namna inafokuja, sawa, ni pale ambapo mushabbah anakuwa ni mubtada, halafu mushabbahun bihi anakuwa ni khabar. Umeelewana? Lakini ukiwa wewe ni mtu ambaye ni mfupi, mfano tutasema shawshabun qasirun. Hii hatuwezi kusema kwamba hii ni tashbihun balighun, hatusemi kwamba ni tashbihun balighun. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ule ufupi ni sifa yako. Tumeelewana? Ule ufupi inakuwa ni sifa yako, kwa hiyo haiambiwi kwamba ni kufananishwa. Unafananishwaje wakati sifa ni ya kwako wewe? Na tashbihi inakuwa ni kwenye kitu baina ya vitu viwili, kitu hiki na kitu chengine. Tumeelewana? Kwa hiyo masufi walikuwa wanaelezewa uhalisia na sifa yao, ilikuwa inafahamika kwamba upumbavu ni katika sifa yao tokea katika zama hizo za maimam. Kwa hiyo Imamu Shafi'i anaposema lau anna rajulan tasawwafa min awwali nahar, tafsiri yake ni kwamba lau kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana, lam yati alayhi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaq, haitomfikia dhuhuri isipokuwa utamkuta hali ya kuwa ni mpumbavu, utamkuta akiwa ni mpumbavu. Tumeelewana? Hapa hakuwa akifananisha, hapa hakuna isti'ara makniya wala hakuna tashbihun baligh, bali alikuwa anazungumza uhalisia na ukweli
kwamba hiyo ndiyo tabia yao. Na katika kukokoteza hilo ndio maana maimamu wote walio yataja maneno ya Imamu Shafi'i na wakayafasiri wameeleza kwamba hayo maneno bila shaka Imamu Shafi'i alikuwa akiwasema vibaya masufi, kama Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, kadhalika na al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kitendo cha wanachuoni wote kukubaliana kwamba Imamu Shafi'i alikuwa akiwasema vibaya masufi kwa maelezo hayo ni dalili tosha kwamba hayo unayoyadai wewe hayapo. Naam, swali la pili, Sheikh Shaushaba anasema, Abu Hanifa umesikika ukisema kwamba kanuni ya balagha ipo lakini haifai kutumika kwenye maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Je, ni mwanachuoni gani uliyemnukuu aliyesema kwamba kanuni ya balagha ikiwepo haifai kutumika kwenye maneno ya Imamu Shafi'i? Tunahitaji kitabu na ukurasa juu ya hayo. Majawabu, kwanza nilisema kwamba kanuni za kibalagha ulizozitumia ni kweli zipo, umeelewana, lakini kuzitumia kwenye maneno ya Imamu Shafi'i si mahali pake, kwa sababu hakuna mahali hapo pana hizo kanuni ambazo wewe unazitumia. Tuliyasema hayo bila shaka, umeelewana. Sasa je, kuna mwanachuoni ambaye amesema kwamba hizo kanuni hapo hazifai kutumika? Sawa, siwezi kusema kwamba hayo maneno hayapo, lakini sijaona maneno hayo, kwa maana kwamba mimi sina mwanachuoni ambaye amesema kwamba hizo kanuni ulizozitumia hapo hazifai kutumika. Sina mwanachuoni huyo ambaye amesema harfiyan kwamba kanuni hizo ambazo umezitumia hazifai kutumika hapo kwenye maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, sababu sijaona hayo maneno. Sawa, na kutafuta mpaka niyapate, sina kitabu chenye kuzungumza hivyo. Sawa, lakini kitendo cha wanachuoni wote kukubaliana kwamba hayo maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inaonekana wazi kwamba hapo ni kuwasema vibaya masufi. Hiyo ni dhammun, huko ni kuwasema vibaya masufi. Kitendo hicho kinatosha kuwa ni dalili kwamba al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala amewasema vibaya masufi, na hizo kanuni ambazo wewe unadai kwamba kuna kanuni maana yake kwamba hazifai kutumika hapo. Sawa, kama ingekuwa hizo kanuni zikitumika mahali hapo itakuwa ni kuwasifu hao masufi, basi bila shaka wanawachuoni hawawezi kuwa wajinga kwamba eti wanachuoni wote wakubaliane kwamba hapo ni kuwasema vibaya masufi, alafu atokee Shaushaba kwamba yeye ndo atakuwa na upeo mkubwa zaidi, ameona kwamba wanachuoni wote wamekosea katika hilo, sababu umeshindwa kuleta ushahidi hata kidogo, hata kipande cha karatasi kinachoonesha kwamba kuna mwanachuoni amesema kwamba tasawufa maana yake ni kuacha usufi, au hayo maneno ya Imamu Shafi ni kuwasifu masufi. Hujapata hilo, bali ni mawazo yako wewe, lakini sisi tumekuletea maneno ya maulama na kuna makubaliano ya wanachuoni wote wenye kutegemewa walioanukuu hayo maneno kwamba Imamu Shafi'i anawasema vibaya masufi. Kwa hiyo hilo tu linatosheleza kuonesha kwamba hizo kanuni unazodai kwamba eti zikitumika mahali hapo itakuwa ni kuwasifu masufi, si kweli. Kanuni hizo hazifai kutumika mahali hapo. Naam, swali la tatu, Sheikh Shaushaba anauliza kwamba baada ya kupatikana sasa ile kanuni ya balagha na kuonekana kwamba mwishoni mwa maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala kuna isti'aratun makniya, baada ya kuonekana kwamba kuna vigezo vyote, je, maana yake yatakuwa ni yapi? Nimelifupisha swali, nimelinukuu kwa yani si harfia, lakini nadhani itakuwa limenukuu kama lilivyoulizwa. Jawabu ni kwamba nishasema kwamba katika maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala hakuna vigezo hivi ambavyo unavyovidai wewe. Hakuna isti'aratun makniya mwishoni mwa maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hakuna kitu hicho. Sawa, wala hakuna tashbihun balighun, yani mambo ya tashbihi hakuna katika maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo maneno yako hayakufaa kuwekwa hapa, yani hizo kanuni hizo sijui za kibalagha hakuna kwenye maneno ya Imamu Shafi'i. Kama nilivyotangulia kusema, Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala
hakuwa akifananisha, alikuwa anazungumzia kitu halisi hasa. Nimejaribu kukutolea mifano hapo juu kwamba mtu akipewa sifa yake haambiwi kwamba huyu jamaa akafananishwa bwana, amefananishwa na sifa yake. Tumeelewana? Likitumika jina lako wewe na jina lingine ambalo ni sifa yako wewe, hivi haviambiwi kwamba ni vitu viwili tofauti. Unanielewa vizuri? Likitumika jina lako wewe Shaushaba na likatumika jina ambalo limebeba sifa yako wewe huyo, huambiwi kwamba hivi ni vitu viwili tofauti. Na tashbihi, kufananisha, huwa kunapatikana baina ya vitu viwili tofauti, isipokuwa tu kunakuwa katikati kuna wajhu shabahi, na maana vitu hivi kiasili haviwezi kufanana, sawa? Hiki hakiwezi kuwa ndio hiki, sawa? Wala hiki hakiwezi kuwa ndio hiki kwa dhati yake, isipokuwa kinacho alaka iliyo baina inayoviunganisha vitu viwili ni wajhu shabahi. Tumeelewana? Ni kile kitu chenye kukusanya huku, chukua huku na huku, sawa? Kwa hili linakuwa ni kwenye majina ambayo yanakuwa ni majina ya vitu viwili tofauti, kama vile inavyojulikana. Nikakutolea mfano kwamba mathalan Sheikh Shaushaba, wewe ni fasih, ni mfasaha. Kalimatu fasih, sawa, ni jina limebeba nini? Sifa. Na wewe Shaushaba, sifa hiyo ni yako. Kwa tukisema Shaushabun fasihun, Shaushabun fasihun, haya ni majina mawili haya, lakini haya si kwa mtindo huu au kwa sentensi hii haitakuwa ni majina ya vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapo hatutosema kwamba hiyo ni tashbihun balighun, kwamba eti itakuwa ni Shaushabun kalfasih. Hapana, kwa sababu sifa hiyo ni yako wewe. Kwa haya majina yote haya yanakuhusu wewe mwenyewe, si majina ya vitu viwili tofauti, bali ni majina ya kitu hiki kimoja. Umeelewana vizuri? Kwa hiyo Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inafahamika kwamba katika zama zao wao kama maimamu kipindi hicho wanafahamu kabisa kwamba masufi wamesifika na tabia ya hamaka, tabia ya upumbavu. Ni sifa yao, ilikuwa ni sifa yao katika zama hizo. Umeelewana? Kwa mujibu wa maneno ambayo tumeyasoma katika kitabu Talbisu Iblis. Kwa hiyo kunasibishiwa, sawa, jina hilo si kufananishwa, yani ni kuelezea kwamba hiyo ni sifa yao. Kwa hiyo hakuna kufananisha katika maelezo ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala.